ya pili. Hapa tuko tena kuporo wengine vedete ya pili na Lungula. Antoka poro wa Kalundu tuko kote ya Kilibula hapa kwa cimetière tunakamata ma image. Vedete ya pili na Lungula tena. Ya M23. Drone kama ni drone amerikani wanapiga hivi vedete. Atuyo antuka deuxième vedete iko ciblé hivi. Na kamata moto. Hivi pana bakia moja tusikuwa tatu mlaki tunataka na foto. Tuko na bembeleza. Na asante sana kuendelea kuwa nasikiza matangazo yetu kutoka Baraka One TV, ikiwa ni majira ya saa 9 saa za Afrika ya Kati, sawa na 10 majira ya Afrika ya Mashariki. Leo tarehe 26 za mwezi wa 12 2025, baada ya kuweza kuchukua maeneo ya Makobola na sehemu mbalimbali huko pia za maeneo ya jimboni Kivu ya Kaskazini. Magaidi wa M23 wameanza kukimbia na kurudi nyuma, huku wakikimbilia maeneo ya Uvira katikati, na wengine pia wakianza kuiba usiku kwa mkia leo maeneo ya barabara ya Mwame. Waliweza kuingilia nyumba zisizopungua 7, huku wakiiba chakula pamoja na nguo za kawaida. Hii ikiwa na maana kwamba wanaanza kuvua teni zao na kuvaa nguo za raia. Hiyo imefanyika Uvira usiku wa kuamkia leo. Na leo asubuhi kama tulivyozungumza kwenye habari zetu za saa 6 na pia za asubuhi, baada ya Makobola drones za majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zilifanikiwa kuweza kuteketeza boti 2 za kivita za M23 maeneo ya poro ya Kalundu, na hivyo kuweza kuleta sintofahamu kati ya kikundi cha M23 wakianza kutawanyika. Na kitu kingine pia tutagusia ambush ambayo pembeni ya Kanyabayonga, ambako magari ya magaidi wa M23 yaliweza kuchomwa moto na hivyo kusababisha pia hasara kubwa kwa magaidi wa M23. Ukiachana na Uvira na Fizi, Churuchuru na sehemu zingine pia ikiwemo Masisi, wazalendo pamoja na FRDC wanaendeleza kuwanyosha magaidi wa M23. Hii ambayo uko unasikiliza ni Baraka One TV, na mimi ni ndugu yako the one and only town DJP baba la baba mzee wa Ngwasuma Rajabu Akili Kabonga. Nashukuru sana kwa wote ambao wameweza kusupport Christmas yangu, ni jambo la heri sana. Jide Kizenga Tembele, sijamsahau pia Kizabe Ayeba, Dedone Buto Tobindo Kilambamao mzee wa state ya Maine, Da Fezra Tisha Kashose from Australia, na pia Da Asha Da Irene, wote wakiwa kunasikiliza Baraka One TV ya Kisi Kandeke, na ndugu jamaa na marafiki kutoka Australia, Canada, USA, Central pamoja na East Africa. Tuanze na yaliyojiri Baraka kwanza, sababu tulisema tutazungumzia ili swala la Baraka, ambako kamanda mmoja ambaye anahusika na masuala ya upelelezi wa FRDC jijini Baraka anasemekana, hii ni kulingana na taarifa tuliyopata kutoka kwenye vyanzo nyeti vya habari, kwamba atakuwa yuko na zungumza na M23 kwa lengo la kutaka kuweza kuangusha Baraka mikononi mwa magaidi wa M23. Kwa maana hiyo serikali inahitajika iweze kuzingatia hilo, na wazalendo pia vile vile wanaombwa waweze kuzingatia hilo, kufanya chini juu ili waweze kudili na kamanda huyo wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, ambaye anashutumiwa kuwa kwa njia moja ama nyingine anashirikiana na magaidi wa M23. So sisi kama sisi tunapoona kusikia habari nyeti kama hizi, hatuwezi kuzikalia kimya, ni lazima tuweze kuzizungumza ili kuweza kukuletea taarifa ambazo zitakuwa ziko na mantiki kwa ajili yako, na pia kusaidia nchi kuweza kukaa katika ustawi wake. Wanasema kwamba pale ambako watu wanakutana kwa ajili ya kuweza
kutafuta solution, ni lazima pia kuwe kuna changamoto nyingi, na hizo changamoto nyingi ambazo ziko zinatokea ndo hizi pia vile vile ambazo ndani ya majeshi yetu unakuta kuna wamoja ambao kwa upande mmoja ama mwingine wanakuwa wako na collaborate moja kwa moja na M23. Kwa hivyo ni lazima waweze kusemewa kwa mantiki kwamba taarifa ziweze kutoka kwamba fulani amefanya hiki na hiki na hiki, na inasemekana ni kwa sababu ya kutokuwa na nidhamu katika upande wa kijeshi. Tarehe 25 asubuhi, tarehe 26 asubuhi hii ya leo ya mwezi huu 2025, majira ya asubuhi kulitokea milipuko ndani ya bandari ya Kalundu jijini Uvira, ambako licha ya yote ambayo yalifanyika, magaidi wa M23 waliweza kukiona cha moto kutoka kwa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako boti zao mbili za kivita ambazo zilitoka Rwanda wakizileta na kuzifunga ziliweza kushambuliwa na drone za FRDC na hivyo kuweza kuteketea. Ziko 3. Katika hizo 3, 2 ziliweza kuchoma moto asubuhi hii ya leo, na hivyo kuweza kuleta paniki kubwa mwa M23. M23 wameanza kutawanyika, wameanza kukimbia ovyo ovyo. Habari ambazo tulizipata za asubuhi kuamka ya leo, usiku wa jana kuamka asubuhi ya leo, kwamba maeneo ya barabara ya Mwami M23 waliingilia nyumba 7 huku wakivunja milango na kuanza kunyang'anya pesa, telefone, pia na chakula. Hata kama ukikuta kuna kiporo kwenye kililala, wao wanakula afu wanakuambia kwamba tuko njara, hatujakula chakula. Sasa hivyo wakafanya hayo manyanga, na kilichoniingia kilini ni kwamba kwa nini wachukue nguo za wanaume, shati, masuruali, ikiwa na maana kwamba ni njia ya kukimbia, ili akikimbia avue ile mateni na avae zake nguo za kiraia, anasepa hivyo. Kwa hiyo sasa hivi Uvira muko pilika mingi ya magaidi wa M23, chambo cha yule mama yetu kwamba bacho abaye wa mkuku yani unaona yani ni ile mkuku ndio inafanya waanze kukimbia. Baada ya sible ya Muporo, nafikiri eneo zote zenye wao wanapatikana zinajulikana kwamba wako hapa, na drones zetu bado ziko na zinaendelea kufanya kazi. Kwa hiyo bado sible zingine zitatokea muda wote, kuanzia sasa hivi, kuanzia leo, kesho yake unarudia tena. Uvira inaweza kujikuta ipo katika mikono salama. Hayo yakiendelea, jana jioni tukitoka Makobola tukija tarafani Ruchuru, maeneo gani ya karibu kuingia Rumangabo hivi. Yes, Kolonele Ngabo wa jeshi la Rwanda inasemekana kwamba aliingia ndani ya ambiskade ya wazalendo na hakuna ambaye alifanikiwa kuweza kutoka. Magaidi wa M23 waliweza kupata kipigo ambacho sio cha kawaida, huku magari yao yakiweza kuchomwa moto kutokana na ambushi ambayo waliwekewa barabarani. Sasa kuna huu ujumbe ambao nitabidi nikusomee. Huu umeandikwa na kijana ambaye anafanya kazi na magaidi wa M23. Nilipenda nikusomee huu ujumbe kwa sababu ni kitu ambacho kinavunja moyo kwa Kongomani kuona vijana wa Uvira wanaweza kabisa kuandika maneno kama haya. Anaandika hivi: Ce matin, vendredi 26 décembre 2025, nous lançons une alerte urgente concernant la situation sécuritaire à Uvira. Asubuhi hii ya leo tarehe 26 mwezi wa 12 2025 tunatoa agizo ya haraka kulingana na hali ya kiusalama ambayo iko inaendelea jijini Uvira. Malgré les cessez-le-feu signés à Doha entre le gouvernement congolais et l'AFC M23, les bombardements aveugles par des drones continuent dans des zones densément peuplées. Cela montre que le gouvernement de Félix Tshisekedi semble privilégier la guerre à la paix.
Licha ya kusainiwa mikataba uko Doha kati ya serikali na M23, mashambulizi ya mabomu yasiyohona yameweza ya drone yanaendelea maeneo ya ambako kuna watu wengi, hii ikimaanisha kwamba serikali ya Felix Tshisekedi inapenda vita kuliko amani. Les éléments de l'AFC se sont retirés à Makobola, mais la coalition gouvernementale FARDC, FDLR, Wazalendo et autres milices occupe toujours les zones évacuées au lieu d'une force neutre prévue pour surveiller les cessez-le-feu. Magaidi wa M23 wameweza kujiondoa Makobola, lakini vikosi vya serikali FARDC pamoja na FDLR, Wazalendo na vikosi vingine vimeingia hayo maeneo badala ya kutoka kuacha maeneo wazi kwa ajili ya vikosi ambavyo avegemee upande wote kuweza kuingia hayo maeneo. Hier soir, des tirs ont été entendus sur les montagnes près de Kavimvira, Uvira, et ce matin, le port Kalundu est bombardé, indiquant une préparation d'attaque. Jana jioni maeneo ya vilima vya juu vya Kavimvira kusikia milio ya risasi, na leo asubuhi Kalundu imeshambuliwa kwa mabomu, ikiwa inamaanisha kwamba kuna maandalizi ya mashambulizi. Appel aux médiateurs États-Unis et le Qatar. Ombi kwa wapatanishi Marekani na Qatar. Nous dénonçons la violation des accords par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et attendons votre urgente réaction. Tunashtumu uvunjwaji wa mikataba kuna Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo na tunasubiria kwa haraka mno maamuzi yenu. Nous exhortons l'AFC, M23, MRDP Twirwaneho à prendre cette situation au sérieux et à réagir fermement pour la protection des civils dans la ville d'Uvira. Tunaitaka AFC M23 Twirwaneho waweze kukamata hii hali kwa umakini zaidi na wachukue maamuzi makubwa kwa ajili ya kulinda raia ndani ya mji wa Uvira. Fait à Uvira le 26/12/2025, Kineza Mathieu, jeune leader. Bajena Uvira, nani anamjua jamaa anaitwa Kineza Mathieu? Unasikia hii ni letter yake yenye anaandika, donc anaonesha ki iko wa M23 damdam. Hii letter sitaikomante sana. Juu nishaona fason yake ya kuwaza ni fason ya kijinga sana. Ni mpumbavu wa kuandika haya maneno, lakini nimetaka niyasome niwaleteni nyinyi ili muone aina ya vijana ambao mko mnashirikiana nao. Mko mnadili na aina ya vijana wa aina gani mu province mu inchi yetu? Kuna vijana wa hovyo wengi. Kuna watu wako wanawazia kwamba M23 haitatoka, haitaisha, ama wako wanawazia wataingia mu gouvernement. Ushelewa? Ni badekuraje tu. Hakuna M23 yote mwenye ataingia mu gouvernement. Hakuna mwenye iko na wazia hivi biko nafanya mtakuwa mixage. Hakuna. Na kama itakuwa sasa kuingiza watu mu gouvernement, itakuwa iko ni individuel, personnel, ni kutrier. Sawa, umoja baada mwingine, fulani pita hapa, aya ujinako nani? Unatokea wapi? Baba yako nani? Babu yako nani? Mza mama yako, mza baba yako nani? Village natali yako ni nani? Kapita wako ni nani? Dilo ewan. Sasa utaleta Sasa utaleta mambo yenye haeleweki. Donc utakuwa pia aueleweki na hakuna mwenye atakuelewa. Na ndio maana kutumika na M23 ni kazi bure. Mnajidanganya bure. Unaona? Mnajidanganya bure. Na kuanzia kwamba Uvira hawatatoka, wako wanatoka vizuri sana. M23 waliambiwa watoke Uvira. Haya tuseme wakafanya kwamba wanatoka. Hawa wenye walikuwa Makobola ni wanani? Unaona? Hawa yuko mpora Kalundu ni wanani? Haiko M23.
Mebaliambiwa batoke Muvira, abatoka. Na baada ya hapo sasa kiko kinakuya, mtajionea kumiliano. Kwa hiyo kujiunga kufanya kazi nabo ni kupoteza tu muda bure, na kenye kitakuja kuwakuta nafikiri mtasahau kitu. Kwa sasa hivi hali yenye iko naendelea ni kwamba vikosi vyetu viko imara, niwaambie tu hivyo, viko imara na vinajipanga kwa ajili ya kuweza kufanya mashambulizi. Sitaongea details za mingi, lakini ni hivyo tu, viko imara na vinajipanga kwa ajili ya kuweza kufanya mashambulizi. Kwa upande wa Baraka na arudia nyuma kidogo tena, inabidi wazalendo waweze kuwa makini juu ya kumetrize viongozi wote wa FARDC ambao wanasadikika kuwa wana collaborate na M23, na hiyo inatakiwa ifanyike mapema iwezekanavyo. Kwa upande wa Ruchuru pia Masisi na sehemu zingine, magadi wa M23 wanakuwa katika wakati mgumu kwa sababu tarehe zinakaribia na inabidi waweze kuondoka ili serikali iweze kuchukua maeneo yake. Na itakuachia uweze kusikiliza baadhi ya vitu muhimu sana ambavyo vitakuja kujenga. Mimi leo tukutana ni majira ya saa 10. Lakini kwetu RDC hatuna furaha kwa juu tuna fete nzuri kwa juu tuko katika vita, tuko katika magonjwa inazuru watu wenye walikimbia kule Mabujumbura, nasikia kolera na waderange sana na wao katika hali mbaya. Hatuna budi ya kusema kama tuko katika fete, hata tunakula hata tunafanya nini, lakini uzuni na mawazo iko mbali sana. Namna gani tunaweza kukomboa mwingine wetu? Namna gani tunaweza kuleta amani kwetu ku est de la République démocratique du Congo, est de la région de Grand Lac? Hiyo ni problem. Hiyo ni mawazo ya kila siku. Ndio tunayo vita, tunayo tous waliplanifie depuis longtemps. Planification ya zamani sana, na wao walifanya makotization mengi sana. Jua kwamba ile kwanza Uganda, kisha Uganda waliendelea na makotization yao, wanakuja Rwanda waliendelea na makotization yao, wanamvaire Congo, wanaua plus de 20 millions de personnes. Tunye tuko na deplorer leo, na sisi tunalalamika dunia nzima, mbona mtusaidie. Lakini sisi ni wengi kushinda. Nakuja hapa kuleta shukrani yangu kwa wazalendo wote ambao mobiliser d'une manière spontanée kwa kurepondre kwa ile organisation ya depuis des centaines d'années. Ni organisation mrefu sana, organiser depuis si pas bien des centaines mais des dizaines depuis 60. Tunasikia hiyo mahabari, tulisoma katika historia yao. Depuis 60 bado balisema watakamata Kivu iwe republique yao. Hiyo mawazo ya 60 ilikuwa deja monté depuis longtemps. Unayabo ni ba conquérant, wanapenda conquérir par la force. Kule kwa Ethiopie unaba baita ba nilotique, c'est-à-dire les gens qui vivent le long du fleuve Nil. C'est là l'origine du mot nilotique. Et vivant les habitants de la région de Nil, de la vallée du Nil, du fleuve Nil. Donc ni vita yenye kuplanifié depuis longtemps, mais sisi wazalendo tulisimamia d'une manière spontanée na tukairepondre eko d'une manière vigoureuse. Nakuja kuleta félicitations, shukrani nyingi kwa wazalendo wote wenye kwa ligne de front, uanza mu territoire d'Uvira, mu province de Sud Kivu, mu territoire ya Walungu, kule Mwenga, na mu plateau ya Fizi ya Uvira, kwenda Kale. Nasikia vita iko nguvu sana kule. Wazalendo viva, wazalendo viva. La RDC, notre pays, notre terre, notre patrie, la terre de nos ancêtres, nous vaincre. Ndivyo vaincre cette guerre. Nasikia mnafanya ataki mwaza nguvu sana kwenye kwa warugaruga. Tunaomba kwa wazalendo wa Sud Kivu, Uvira, Walungu wote na mulamuke mfanye mataki. Prestation kwa wazalendo wote wenye kuwa kule Walungu pembeni ya Bukavu. Nisikia mlishuka sana avant-hier, mlishuka ku Bukavu kule kwa kachelewa, mlipiga sana. Mshuke tena kwa wingi, mbloke kusue renfort tashuka. Nasikia makobola iko mikono yetu deja. Felicitation kwa wazalendo wetu, na mshuke kwa wingi sana, mbloke manjia. Wazalendo wetu wenye kwa ozalanturu ya Uvira, milima yote ya Uvira, mshuke mbloke manjia yote, mfanye mataki, mukordone hiyo ataki, tu récupérer Uvira.
Hatuwezi kuwa warebel nchi yetu, jamais. Tufukuziwe mavile yetu sisi tupinduke warebel, haiwezi wezekana hata siku moja. Tutakuwa ni ujinga munene sana. Tunapaswa kupiga vita na kumaliza hii hali Region de Grand Lac. Ni sisi wazalendo na wale wasoda wenye kuwa nao wa patriote wazalendo wa veritable, tutakuwa nao ja kukombola nchi. Ile ni responsabilite yetu kama wazalendo. Tunakuja kuleta felicitation kwa wazalendo wote wenye kuwa kule Nord Kivu, wenye kuwa kufanya maatake kule Masisi, Maruchuru, na wale wote wenye kuchunga kule Walikale. Kwa General Guido tunaleta felicitation mingi sana. Mujiorganize, msirudie nyuma. Demande wa jeune wote wajiarole kwa wazalendo. Tumalize hii situation. Tuna mobilisation generale ya population yote Bukavu, Goma, bote kujimobilize. Liberation populaire. Hiyo kitu tunapaswa kufanya tu. Liberation populaire, watu muamuke. Naona jinsi watu. Hii natuma mimi nafanya hii audio hapa sasa. Naona watu Goma leo le 25 kwa depuis 4 heures wanakamata watu wanaume watia maivo ya volcan, wacha kuikalisha chini wanaume wengi sana. Mes chers frères, depuis 4 tunaweza kuendelea kusupport vitu kama hivi. Jio kuogopa tulufu? Hapana. Kongo ni nchi ya watu wa akili na wenye kuwa na nguvu. Hatuwezi kuendelea kusupport vitu kama vile. Jamais. Tunaomba wazalendo wote kuvala mikuki, kuvala tusikilia, tumalize hii hali. Wale wenye kushuka kule, naomba wazalendo wa Uvira wote wenye kwa milima ile kushuka kwa haraka sana, kwa wingi tena na koleri ya nguvu, tulibere Uvira na kuendelea mpaka Manyola sans arrêt. Ni kwenda, haiko tena mtu kia kutudia. Yeyote atakiwa kutuambia seme muache murudie nyuma, ni kumweka masasi. Quel que soit son grade, awe general wana ni kumweka moto, hakuna kingine kia kusikia.